MC Pilipili, jina kamili anaitwa Emmanuel Matebe Mathias. Huyu MC Pilipili alizaliwa jijini Dodoma nchini Tanzania. Mzee Mathias Matebe, baba yake alikuwa muuza mishkaki. Nikisema mishkaki, tulio wengi nadhani tunafahamu ni zile nyama ambazo huwa zinapikwa mara nyingi, wanafungia zinakuwa zimeambatana pamoja na chips, vitu kama hizo. Emmanuel, huyu MC Pilipili ni miongoni mwa watoto wa familia. Watoto watano walikuwa wakiongozwa na mzee Mathias. Familia yake ni wa imani ya Kikristo. Kaka yake Christopher ni mchungaji, mwingine Thomas ni mwinjilisti, mdogo wake pia Juliana ni mwimbaji wa nyimbo za imani au nyimbo za injili, gospel. MC Pilipili alijulikana kuwa aliokoka dini tangu akiwa na umri mdogo sana. Mashuhuri ni kwamba alikiri kuokoka akiwa na umri wa miaka 13. Manake aliweza kutuweka wazi kwamba tangu akiwa na miaka 13 aliweza kufanyeje kupata huo wokovu kutoka kwa Bwana. Manake aliweza kufanyeje kuokoka. Bwana alianza elimu ya msingi katika shule ya msingi Kiwanja cha Ndege jijini Dodoma. Akaendelea na shule ya sekondari Olevo na elevo katika shule ya sekondari huko pia Dodoma. Baada ya sekondari alijiunga na chuo kikuu cha walimu Kidofede Tanga, na alihitimu stashahada ya walimu mwaka 2009. Alipewa kazi ya walimu kwani Manyara Babati baada ya kumaliza kozi yake ya walimu, hiyo stashahada ya walimu huko alikokuwa akisoma huko Tanga, na kuweza kuajiriwa mara moja huko mkoani Manyara Babati. MC Pilipili aliibuka kabisa kupitia talanta yake ya kuchekesha. Alionyesha kipaji chake tangu akiwa mwanafunzi, kuigiza sauti za watu maarufu, mfano Mwalimu Nyerere, Mr. Bean, kuimba na kucheza. Ndivyo vitu ambavyo alikuwa akivifanya tangu akiwa anasoma. Mwalimu mmoja wa sanaa za jukwaa, theater arts, alimuhimiza kuchagua somo hilo sekondari, na Pilipili alikubali. Alionyesha kipaji chake cha MC wa matukio katika matukio ya vijana, makongamano, ibada za dini, mahafali na kadhalika. Kuachana na kazi ya kufundisha, ingawa alikuwa mwalimu, alifundisha Biblia ya Kiswahili, alifundisha Biblia na Kiswahili. Pilipili aliamua kuacha ufundishaji na kuzingatia sanaa yake ya uchekeshaji na ushereheshaji. Alieleza kuwa alitambua ndoto yake ya kuchekesha na kuishi katika ndoto yake ilikuwa muhimu zaidi kuliko kufuata kile kitu ambacho aliweza kukisomea. Mbali na kuwa mchekeshaji, Pilipili alikuwa mchungaji muumini wa imani ya Kikristo. Alianzisha kanisa lake linalojulikana kama Love Church, kanisa la upendo. Imearifiwa kwamba kanisa hilo lilifungwa baadaye. Kanisa alilolianzisha lilisimama. Alifanya kazi kama alikufanya tena kazi kama ilivyokuwa awali. Pilipili alikuwa mtu wa hisia. Alikiri mara nyingi kuwa anaweza kuanguka machozi. Siwezi kujificha hisia zake. Hawezi kuzificha hisia zake, iwe ni furaha au ni huzuni. Lazima tu watu waweze kufahamu mtu ana furaha au huyu mtu ana huzuni pindi moment kama hizo zinavyokuwa zafanyaje zinamfika. Alieleza jinsi watu walivyomshangaa anapolia, kuonyesha hisia, lakini yeye alisisitiza ni mtu wa hisia halisi zaidi. Kuna watu ambao wana pretend na vitu kama hizo, lakini yeye ni mtu ambaye alikuwa very real, alikuwa ni yupo halisi sana, kwa sababu pindi moment inavyomkuta ya furaha, basi furaha inakuwa imeweza kutaradadi kweli kweli, lakini pia huzuni anatoa machozi kabisa. Jinsi gani alikuwa akiguswa kutokana na moment ambayo anakuwa anakutana nayo. Bwana msanii huyu MC Pilipili, mnamo Septemba 2017, Pilipili alipata ajali ya gari kwenye barabara ya Shinyanga Mwanza. Iliripotiwa kwamba gari lilikuwa limepinduka na Pilipili alipata majeraha ikiwemo kwenye
kifua. Baada ya ajali alipelekwa hospitali ya rufaa Bugando kwa matibabu. Bwana, uhusiano wake wa ndoa, MC Pilipili alioa Philomena Tadei aliyejulikana pia kama Cute Mina. I think tulio wengi tunafahamu hilo. Harusi yao ilikuwa kubwa sana na ilipangwa kwa ukumbi mkubwa. Kulikuwa na taarifa kwamba walikuwa wakitafuta ukumbi mkubwa kama uwanja wa Taifa kwa ajili ya harusi hiyo ya wawili hawa, MC Pilipili pamoja na huyu Cute Mina. Pia iliripotiwa kuwa harusi hiyo inaweza kuwa na kiingilio kwa wageni ili watu wengi waweze kuhudhuria na kusherehekea. Baada ya harusi na maisha ya ndoa, kulikuwa na minong'ono mitandaoni kuhusu uhusiano wa watu wawili hawa. Baadhi ya waandishi wa habari walihoji hali ya ndoa yao na kama ingeweza kuwa na matatizo au la. Pilipili alijibu baadhi ya maswali haya ambayo hawa watu walikuwa wakinong'ona vitu kama hizo, na kuweza kumhoji kwamba je, kwenye ndoa yako kuna changamoto gani? Mbona tunasikia 1 2 3 na vitu kama hizo. Lakini MC Pilipili alijibu baadhi ya maswali haya kwa kusema kuwa walikuwa na changamoto tu, lakini walikutana na marafiki wao na watu wa karibu, wakapata ushauri wa hekima na masuala yalisitishwa, sio walifanya maamuzi makubwa ya kutoelewana. Pia alisema kuwa aliheshimu sana mke wake na hakutaka mkewe kuwa msanii. Alipendelea mkewe asiingie sana kwenye sanaa au kwenye usanii na vitu kama hizo. Bwana, MC Pilipili alijenga jina kubwa sana katika tasnia ya burudani au kuwa MC na mshereheshaji. Alikuwa mchekeshaji maarufu, MC wa matukio na mshereheshaji wa sherehe mbalimbali. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii. Alitoa matumaini kwa vijana kupitia historia yake, kutoka ualimu hadi kuchekesha, na aliwahimiza vijana kufuata ndoto zao badala ya kutegemea ajira ya serikali. Kupitia kanisa lake la Love Church alichangia uhusiano wa kiroho na watu wengi sana. Bwana, ndivyo huyu MC ndivyo alivyokuwa na maisha ya aina hiyo. Lakini taarifa za kifo pamoja na sababu zake. Bwana, MC Pilipili aliweza kufariki dunia mnamo 16 Novemba 2025 mwaka huu. Hapo jana alikuwa anasafiri kuelekea Dodoma, ambapo alitarajia kufanya kazi yake ya ushereheshaji UMC, kama ambavyo ndo kazi yake ambayo anaitegemea mara nyingi, kusherehesha kwenye mashughuli mbalimbali na vitu kama hizo. Alikuwa akielekea huko jijini Dodoma, ndiko ambako aliweza kualikwa kwa ajili ya hiyo shughuli ya ushereheshaji. Iliripotiwa kuwa alifika hospitali ya Dodoma tayari akiwa amefariki. Mganga mfawidhi wa hospitali ya General ya Dodoma, Ernest Ibenzi, alithibitisha kifo chake. Ripoti za habari zinasema kuwa chanzo halisi cha kifo hakijatajwa rasmi. Kuna maswali mengi yanawakabili mashabiki na wadau juu ya kilicho sababisha kifo chake, lakini bado chanzo rasmi kabisa halisi hakijaweza kuwekwa wazi. Kifo chake kimeshtua viongozi wa burudani Tanzania, mashabiki na watu wa karibu, kwa sababu imekuwa ghafla sana. Mtu ambaye alikuwa anatarajia pengine jioni ya hapo jana ataweza kwenda kusherehesha, lakini ndio hivyo, mauti yameweza kumkuta. Kuhusiana na kanisa lake Love Church, kuna taarifa kwamba kanisa hilo limesitishwa kuendesha shughuli kama ilivyokuwa awali. Aliacha familia, mke na mtoto mmoja. Vimearifiwa kuwa alikuwa na mke na mtoto mmoja. Bwana, uhusiano wake wa ndoa ulikuwa unaangaziwa sana na vyombo vya habari. Baadhi ya taarifa zilionyesha kuwa walikuwa na matatizo au changamoto, lakini Pilipili alisema walikutana na marafiki wa karibu na kutatua masuala yao ya ndoa kwa hekima kabisa, ili basi waweze kuondoa ile migogoro zaidi, zile contradiction na vitu kama hizo. Mambo ndivyo yalivyo. Bwana, MC Pilipili ameweza kukutana na changamoto kubwa kama hivyo, ameweza kufariki dunia. Lakini ni ghafla sana. Taarifa ambazo zimeweza kuwagusa walio wengi mno, kwa sababu wengi walikuwa wanatarajia pengine
wataendelea kuenjoy naye, kumfurahia, lakini ndio hivyo, anayejua kesho yake basi ni amna binadamu anayejua kesho yake isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Bwana, mambo ndivyo ya halivo. Mshereheshaji mwenzake MC Luvanga kupitia akaunti yake ya Instagram amechapisha picha ya MC Pilipili na kuandika champion. Why? Kwa nini bingwa? Kwa nini MC Pilipili umeweza kututoka? Kwa nini mapema hivi? Kwa nini ghafla hivi? Bora ungeweza kutoa taarifa, sio kuondoka ghafla. Umeweza kutuachia majonzi makubwa sana. Ni dhahiri kabisa huyu MC mwenzake Luvanga ameweza kuguswa sana na kifo cha swaiba wake huyu MC Pilipili. Lakini pia msanii mwingine wa maigizo anayejulikana kwa jina la Shamsa Ford, naye pia ameweza kuandika, natamani iwe uongo ndugu yetu, kweli umetoacha, RIP. Ndivyo ambavyo huyu msanii wa maigizo Shamsa Ford ameweza kuandika hivyo. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Anayejua kesho basi ni Mwenyezi Mungu peke yake. Wewe binadamu, hata uwe mjanja vipi, uwe unasali kwa kiasi gani, uwe mwema vipi, uwe ni mtu ambaye huna dhambi kabisa, mtakatifu, kesho yako kuweza kuiona sio jambo ambalo ni jepesi. Kesho ni kama fumbo, kesho ni siri, kesho anaifahamu Mungu peke yake. Tunatoa pole kwa ndugu, jamaa na marafiki. Mungu ailaze mahali pema roho ya marehemu huyu MC Pilipili. Taarifa zaidi kuhusu msiba huu nitaweza kuzileta hapa punde baada ya tamko la familia yake. Pole kwa ndugu, jamaa na marafiki ambao wameweza kuondokewa na mpendo wao. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Na mwanigeni jua hilo, wanja comment hapo, make sure drop comment yako ili basi atuweze kwenda kwa uzuri kabisa. Pole kwa ndugu yetu huyu ili basi mambo mengine aweze kwenda kwa uzuri. Usahau kuacha comment yako juu ya yaliyomsibu ndugu yetu, lakini pia hata ndugu walioweza kuondokewa na mpendo wao, kuweza kupatia pole na vitu kama hizo. Bwana, mambo ndivyo yalivyo. Mpaka hapo mimi sina la ziada, nikutakia wakati mema, tukutane next time na kwa heri, bye bye.